kupitia wimbo nimtete Mungu, mataifa wapate sikia mazuri ya Mungu, vile ni mwema kwetu. Sisi ni bure bila Mungu, tulivyo navyo ni vya Mungu, kufanikiwa ni Mungu tu, mtabaki na Mungu. Nadhani wamwelewa Mungu, si Mungu wa kushindwa kitu, kwa wengi amefanya kitu na sasa wanasifu. Mke wako, penda watoto wako, kuwa baba wa busara. Pigia Yesu makofi. Kama wazee kuna mambo tu kidogo, alafu nigusie hayo mambo tena. Tutakuwa na mgeni tarehe 23 mwezi wa 5. Ni mama ambaye ni mama wa mchungaji, mke wa mchungaji. Ni mama ambaye ni mke wa mchungaji mmoja sehemu za Bamburi hapa. Amekuwa akinitembelea akisikiza mawaidha, na kuna wakati alikuwa na kipindi kigumu, tukasaidiana, na kweli mama amebadilika kufuatia ushauri. Inatia moyo wakati unapomshauri mtu na yeye mwenyewe anachukua hatua ya kubadilika. Nimshauri nikamwambia usiweke chuma mwilini, nikamshauri nikamwambia hizo nywele kata, amekata hizo nywele, chuma alitoa, na sasa anatembea vizuri katika imani. Na kulikuwa na kipindi kigumu kwake, kwa sababu alikuja akaniambia kwamba haya ni mambo ya familia, na ndio maana tunahitaji tuwe waaminifu hasa kwa wapendwa wetu. Huyu mama aliniambia kabla hajaolewa alikuwa na watoto 2 wa kike, lakini wakati mtu alipojitokeza kutaka kumchumbia amuoe, akapiga hesabu akaona nikisema ni 2 nitakataliwa, akasema ni 1. Sasa yule mmoja alikuwa akimuita anti miaka yote. Sasa ikawa hili jambo linamtatiza huyu mama na ameamua kutembea na Yesu. Siku hiyo akaja akaniuliza, mchungaji, nikafanyaje? Wasichana wamekuwa wakubwa, hata karibuni wataolewa ama pengine ashaolewa. Sasa akawa na wasiwasi kwamba mume wangu hajui, na yule msichana amechoka kuniita anti na ashaambiwa na familia mimi ndio mamake. Nitafanyaje? Na mimi nilimwambia huyu mume kwamba nina mtoto mmoja wa kike. Basi akaja hapa akaniambia huo ushauri, akaniuliza ushauri, na mimi nikamwambia utabidi usimame na ukweli, kwa sababu huu ni wakati unataka kukombolewa. Nenda umwambie mume wako ukweli, mwambie watoto walikuwa ni 2 lakini niliogopa kukwambia, na uwe tayari kunyenyekea, atakusamehe. Basi alipoenda, kwanza nilimshauri aingie maombi kwanza ndio aanze hivyo vita, naye akaingia maombi. Alafu akamuita mumewe akamwambia, ni kweli ukinioa nilikwambia mtoto ni mmoja, lakini nilikudanganya. Hata huyu mwingine anayeniita anti ni msichana wangu. Bwanake alikasirika sana, akatoka kwa hiyo nyumba. Kawa akirudi hali chakula chake, ananipigia simu, naambia wewe omba tu. Sihali, lakini si anakuja analala kwa nyumba lakini omba tu. Nakumbuka huyu anayeambiwa hivyo ni mchungaji anayesimamia kanisa. Ni mchungaji kabisa ndio anayeambiwa hivyo. Akakaa karibu siku 4-5, alafu akaja akamuita yule mkewe ambaye ndiye huyo mama. Akamwambia, mke wangu, nimekusamehe lakini usirudie hili jambo. Na ikawa imefaulu. Wewe kutia tu na maombi, na sasa mume wake amekubali, wasichana 2 na wanaishi vizuri, na sasa amepata uwepo kwa mume wake na kwa Yesu. Kwa hiyo atakuwa mgeni wetu hapa tarehe 23 mwezi ujao, lakini si huu, mwezi ujao. Si mhubiri vile, nilimwambia nimpe nafasi ya ibada kubwa, akakataa. Akasema yeye atakuja tu ibada ya asubuhi na atarauka sana, na tutampa nafasi
anasema hana muda mwingi, tuseme kutakuwa tuna mambo mengi siku hiyo, si sawa? Kwa maana anasema mhubiri bado hajapata upenyo. Kwa hiyo namshukuru Yesu kwa watu wanapobadilika, wanaposikia Injili, atakuwa pamoja nasi siku hiyo, mtamuona na tutakuwa pamoja naye tarehe 23 mwezi ujao. Mwezi wa 7 tarehe 11 tutakuwa na sadaka ya shukurani ambayo siku ya kesho nitapeana mwelekeo. Lakini mambo mengi, wakati mwingi napenda kuongea nanyi wazee kwanza. Tarehe 11 mwezi wa 7 ni sadaka ya shukurani. Tunasema miaka hiyo minne ambayo Yesu ametulinda, tumshukuru kwa kula pamoja na kusherehekea pamoja kama ibada. Si sawa? Mwezi wa 7. Ombi langu kwenu nyinyi wazee tunaotumika pamoja ni kwamba usiwe na uoga na uwe na ujasiri, na ikiwa una jambo usiniogope kama mchungaji, nifuate tuongee, ili mambo mengi yarahisishike na yatendeke kwa upendo, kwa sababu mbinguni hatutaenda kwa kuchukiana, mbinguni hatutaenda kwa kuambiana mambo mazito, bali mbinguni tutaenda kwa amani na upendo. Si sawa? Na sasa ninawatuma kwa wake zenu kama wazee. Ningependa muongee na wake zenu kwa upendo na muwaulize ni nini kinasumbua haswa ndani ya roho zao. Tunaweza kupata sababu nzuri, na nasi pia ni wanadamu, tukaangalia ni wapi, kwa sababu tunachohitaji tu ni amani. Si sawa? Kama unaongea na mkeo na umepata nafasi nzuri unaweza kuongea, jaribu kumuuliza mambo kadhaa hasa ya kuhusu huduma, kwa sababu ikiwa hawatakuwa na raha na watakuwa na manunguniko na maneno ya hapa na pale, basi inaweza kutuvunja moyo hata sisi wazee. Kwa hiyo ninarudia hili jambo, kama mke wako mnaongea, jaribu kumuuliza mambo kadhaa kwa hekima, na utakapopata jambo fulani ndani yake ambalo labda halimpendezi, na tunaweza kuja tukalijadili, tukaona hawa wake zetu basi wanataka hivi, tufanye hivi, itatusaidia kwa sababu sote ni watumishi pamoja. Na ninaona katika roho kuna manunguniko sana kwa upande wa mama, ni kama kuna kitu wanajisikia hakiendi sawa kwa upande wao, na kuna pia msimamo wa roho. Kama ni ya utatuliwa bila msimamo wa roho, si tunaongea na tunatatua, si sawa? Lakini kama ni msimamo wa roho, watanisamehe kwa sababu nikiruhusu kitu ambacho ni cha mwili na nitoe cha roho, basi itakuwa makosa. Afadhali yeye naye pia ashuke na tutembee pamoja kwa upendo. Kwa hiyo ningependa tu muongee na wake zenu, na ninajua tutapata suluhu, kwa sababu Yesu aliyetuweka hapa hakutuweka bure. Na roho ya manunguniko, roho ya masengenyo, roho ya migomo isikushtue wewe wakati unasikia hivyo, kwa sababu hizi roho ndio Paulo alikuwa anaandikia barua watu saa yote. Jamani, mbona mko hivi? Jamani, mbona huko kwendi sawa? Jamani, mbona Waibrania mko hivi? Jamani, mbona Wafilipi mko hivi? Unaona, hizi roho zilikuwako, si kitu ambacho kinaanza hapa Bongolulu, ilikuwako na imesumbua hata manabii na watumishi waliotutangulia. Kwa hiyo sisi tunataka tumshinde shetani kwa amani na upendo na ushirikiano katika roho. Kwa hivyo ninaomba tu mambo haya mnapoketi muyaangalie, na kama wazee ninawaomba sana tusiwe pia na chuchuchuchu, pia tusiwe pia na masengenyo. Kuwa tu wazi, baada ya wazee ipo, lakini ukisengenya hutakuwa umetusaidia. Hata sisi tunatafuta hiyo suluhu, na Yesu anasema wakati unapoomba anaweza kukujibu kwa maombi, anaweza kukujibu kwa ndoto, na anaweza pia kukujibu kwa vitendo. Kwa hivyo hata wanadamu kuongea ni sauti ya roho, si sawa? Kwa hivyo tunapoongea tunapata suluhu. Kwa hiyo ninawatuma kwa wake zenu, hasa wale ambao wake zenu tumekuwa nao siku nyingi na wale ambao pia ni wageni. Ningependa tu tuwe na upendo wa hali ya juu. Wacha jinsi tulivyoanza, upendo wetu hapa Bongolulu usishuke. Kwa hiyo nisaidieni kwa hiyo.
Na hata nyinyi ambao ni wazee, wageni, kaa na mke wako, zungumza naye vizuri, ili tutembee katika njia iliyo sawa kwa amani na upendo. Si sawa? Nafikiri hiyo itatusaidia. Nikiacha hilo jambo la amani na upendo, inapendeza pia kwamba kuna baadhi ya wamama ambao tayari nimeshaonana nao na nimeongea nao vizuri, na suluhu yetu ni kuongea na kuelewana. Si sawa? Kila mtu anashuka na alafu tunapata upenyo. Wacha nikwambie, jana tulikuwa na mtumishi hapa wakati wa nyimbo, na ni mgeni tu, ametafuta mahali pa kufanya mazoezi hajapata. Alikuwa hapa akatushuhudia, akasema ikiwa mtu, hata sijui Roho alimtumia vipi, alisema ikiwa mtu ni mtumishi, awe ni mwimbaji ama mhubiri ama sehemu yote kanisani, na hataki kukanywa, na akikemewa kidogo ama akiambiwa kaa kando kidogo, anakimbia kanisa, anaenda kanisa lingine, huyo mtu si mtumishi. Lakini inatakikana ukikemewa, ukionywa, unashuka na kurudi katika njia iliyo sawa. Nafikiri mliokuwa hapa jana mlisikia yule dada vile akisema, na ni mgeni tu. Yaani kukemewa na kuonywa ni jambo ambalo linakunoa wewe na huduma yako itazidi. Lakini kama utakanywa na ukatae, na wengine hata wanakimbia makusanyiko, basi utakimbia makusanyiko mengi sana. Lakini ukweli ni kwamba ukikanywa ni ushuke. Anasema yeye mwenyewe alijitoa mfano, ile kanisa ambayo yuko alifanya mistake, akawekwa kando. Kuna ile wadini wanasema excommunication, watu wa dini. Aliwekwa kando miezi 6, haimbi, hafanyi nini, na hakuondoka. Alivumilia kwa sababu alitaka kufuata njia ya sawa. Kwa hiyo ikiwa utaki kukemewa, ikiwa utaki kuonywa na utaki kukaripiwa, basi itakuwa ngumu kwako wewe kuinuka hata kwa huduma, na kila siku utakuwa unalalamika na kunungunika na kukimbia makusanyiko. Makosa yako hayawezi kosekana, lakini tunapokanyana, tukanyane kwa upendo, tuonyane kwa upendo, na tutembee vizuri. Nafikiri hiyo itatusaidia. Pigia Yesu makofi. Kwa hilo swala naona ni nyeti kidogo. Wakati wa maswali nitakuruhusu ulize swali hapo. Kama kuna kitu ungependa kujua kwa undani kidogo, basi Roho atatuelezea. Ila main point yangu katika kusanyiko la Bombolulu na katika ndoa hii ya Bombolulu yetu na Yesu Kristo, unajua ni ndoa kati yetu na Yesu ndio tunaangalia. Hatuangalii kusanyiko, ni ndoa Yesu aliyetuoa. Katika kusanyiko hili la Bombolulu na katika ndoa hii ya Bombolulu, sio kwamba kuna kitu kikubwa sana kinacholeta migogoro midogo midogo kati yetu. La, sio mambo makubwa sana, ni mambo tu. Jambo la kwanza ni masengenyo. Wamama wachanga wanasengenya na wamama wazee, wamama wazee wanasengenya na wamama vijana. Inakuwa sasa mama anachanganyikiwa, hajui ya Bombolulu. Ongea naye vile alivyoingia mlango ule, na wewe na yeye atembee hivyo, atasaidika. Lakini akianza kuingia kwa vikundi, itamletea shida. Hapa saa hii kuna masengenyo na kuna migomo. Hii ni vitu ambavyo nawaambia tu wazi. Hata ukiongea naye mwambie tu wazi, kuna masengenyo ndani ambayo inaua wamama wachanga walioingia wageni. Alafu kuna migomo katika huduma, kuna migomo katika ibada. Wapendwa, hii sitawaficha hii migomo, na iko na mifano yake. Na sisi ndio wazee tunatengeza, si sawa? Mfano, tulipoenda Likoni, wamama walijaa. Likoni ni mbali sana na ni fea nyingi. Walijaa sana kuanzia saa 4 asubuhi. Tulipoenda kwa Bibi Hari hapa, shida tu. Na ni span ya wiki moja tu. Wale walioenda Likoni wako wapi? Kuna nyumba wamama wanajaa, na kuna nyumba wamama hawaendi. Je,
hao ambao ni wageni au hao ambao wanaonekana hawajui kuomba, hawajui kufunga, ni wadhaifu, watajua lini tukiwatenga katika huduma? Sasa hilo ndilo swala linalonitia wasiwasi. Kama tutachagua nyumba, tutabagua watu. Hakuna mtu aliyezaliwa anajua. Hakuna mtu aliyezaliwa, hata kuomba hakuna mtu aliyezaliwa anajua. Hata kuimba, hata kufunga, hakuna mtu aliyezaliwa akiwa anajua. Yote hii kuna role model wako ambayo utamfuata. Okay, ikiwa kwa nyumba fulani kutaenda wamama wengi, alafu siku ya Jumatano hapa kuna wamama 5, 6, 7, 8. Yaani ibada ya Jumatano hakuna watu, lakini kwa nyumba ya mtu umejaa watu. Ni maswali ambayo kama mchungaji najiuliza. Na unajua ikiwa ni mchungaji uliye na maono, kuna vitu unaona tu katika roho kwamba kuna shida. Kwa hiyo jueni kwamba kuna migomo baridi inaendelea. Ibada zingine watu hawafiki na nyumba zingine watu hawaendi. Sasa inanipa question mark. Najaribu tutembee katika njia iliyo sawa, kwa sababu upendo peke yake ndio itatusaidia. Na vikundi, group. Hapa ndani kuna wamama, na hii sitawaficha, kuna wamama ambao wana vikundi vyao. Wao wanajua kuomba, wao wanajua kufunga kuliko wengine, wao wanajua kwamba hapa hakuna Mungu, wao wanajua kwamba hakuna mtu anaweza kusimama na wao na familia zao. Sasa wakaona Bumbululu pale hakuna kitu tunaweza faulu, tuunde grupu yetu tukiwa kanisani tu, lakini tuwe sisi wenyewe tunafunga na kuomba kivyetu. Haitafaulu. Hiyo ni roho ya hila. Kwa hivyo iko grupu ya wamama, na ninajua itaisha kwa sababu maombi tutaomba na itaisha. Lakini iko grupu ambayo inajisikia. Hata pengine ukiwa unaomba hapa, saa nyingine wao wanakuangalia hivi. Yaani hata mimi mchungaji nikiona nawaona sio wanafungua macho kidogo. Yaani hawaombi wao, yaani madharau tayari kwamba huyu mchungaji hata hajui anaomba nini sasa huyu. Kwa sababu baadaye wana kikundi chao na kuomba kivya. Ilikuwa inatushangaza siku za nyuma wakati tulikuwa tunauliza Yesu, ni nini inaendelea hapa? Mimi mchungaji nimeombea mtu hapa, ama nimeombea mtoto ni mgonjwa. Haya, si tumemaliza ibada, huyo mtu anaingizwa pale kwa roho. Anaombewa tena. Sasa nanipa swali, si tumemaliza na huyu mtu hapa, anaingizwa pale kwa roho? Ama wengine wanatoka na mlango huu, wengine wanatoka hivi, wanaenda huko kwake nyumba. Baadaye utasikia baadaye kulikuwa na ibada kwa fulani. Kumbe hii hapa haikutosha. Kuna hila inaendelea. Sasa vitu kama hivi havitatufikisha mahali. Na sisi ndio wazee, na mimi sitaki mambo yaende sana kabla hamjajua. Kuna migomo na kuna vikundi. Hiyo inaletwa na kiburi ya kwamba sisi tunajua na kina fulani hawajui. Kuna wakati mmoja nilisikia msemo mmoja ya kwamba wale watu ulionipa leo niende nao kuomba hawajui kuomba. Ibada imekuwa ngumu huko, kwani kuna system na kuna mpangilio? Hakuna. Wewe uwe na imani tu na uombe kwa imani. Hata unaweza tamka mawili tu na umemaliza kazi. Unaona hii kuomba mpaka tunalia machozi hapa. Hii tunaita emotional. Haiongezi kitu kwa maombi yako. Hebu soma Warumi 6:23. Hii kulia hapa huwa tunasema tu ni kwamba vile unavyompenda Yesu, lakini haiongezi kitu. Unaweza lia hapa na ikawa ni bure kuliko yule ambaye amesema tu Baba nisamehe, Baba ponye huyu. Hebu soma Warumi 6:23. Kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu. Karama ya Mungu, karama ni huduma. Karama ni talanta zile umepewa. Karama za Mungu ni uzima, sio kulia, ni uzima wa milele.
Na nina imani wazee tukisaidiana, kama ni wazuri, lakini ni kujisahau tu. Na kwa msimamo, mimi najua kwa msimamo huu ambao nimeuchukua mimi katika roho, hata wewe utakuja kupata matunda mazuri kwa nyumba yako. Lakini nikizubaa kama mchungaji, wewe utaanza kusumbuliwa huko nyumbani kwanza. Mtaanza kusumbuana huko kwa sababu kuna vitu vitaletwa ndani ya nyumba yako ambavyo havikuwepo. Havikuwepo, lakini kwa vile watu wanaongea, vitachukuliwa vya huku viletwe huku. Sasa huku nako pia kuharibike. Alafu utakuja kuanza shida. Mzee anachelewa kuja kanisani. Sababu ni nyingi nyumbani. Kwa sababu kuna vitu vipya vimekuja. Ninawaomba wazee tusaidiane, wake ni hawa wetu. Mimi sisemi hivi nikisema wangu ni mzuri, hata mimi upelekwa. Wakati napelekwa mbio mpaka nasema hao ni ni hao. Hivi sahii kuna viatu vyangu nataka kesho nije navyo kanisani, lakini nikifika nakuta havijapigwa rangi. Yaani ukiuliza unaambiwa mengi lakini unavumilia. Sasa ni hao, nisaidieni kwa msimamo wetu wazee na umoja tulionao, nyumba zetu zitabadilika. Tuache kufundishana tu mambo hapa kwa Biblia kila siku. Pia tuwe na msimamo kama wazee. Sisi ni wazee, nyumba zetu ziwe namna hii. Ni sawa? Nayo itatusaidia. Haya, wacha tuangalie mambo ya leo. Mwanzo 41 anzia 1. Kuondoka hapa. Tunataka kuondoka hapa, tuna muda mwingi. Mwanzo 41 kuanzia 1. Ndio. Nasema ikawa mwisho wa miaka miwili mizima, Farao akaota ndoto. Na tazama, Mwanzo 49 1. Mwanzo 49:1. Yakobo akawaita wanawe. Akasema, Kusanyikeni ili niwaambie yatakayowapata siku za mwisho. Kusanyikeni msikie, enyi wana wa Yakobo. Msikilizeni Israeli, baba yenu. Ruben, mzaliwa wangu wa kwanza, nguvu zangu na malimbuko ya uwezo wangu. Umewapita wengine kwa ukuu, na kwa nguvu. Umeruka mpaka kama maji, basi usiwe na ukuu. Kwa sababu ulikipanda kitanda cha baba yako, ukakitia unajisi. Alikipandia kitanda changu. Keti tu ili aongee naye ama aongee nao. Akaongea maneno kwa hekima kuanzia mstari wa 1, lakini kufika mstari wa 4 anamwambia Rubeni, mwanangu, umeruka mipaka. Umeruka nini? Mipaka. Tena umeruka mipaka kama maji. Basi usiwe na ukuu. Hii ni laana hii. Umeruka mipaka, usiwe na ukuu. Kwa sababu ulikipanda kitanda cha baba yako, ukakitia unajisi. Ulikipanda kitanda changu. Pigia Yesu makofi. Siku zote ukiota ndoto ya kwamba kitanda kimevunjika, kitanda kina uchafu, kitanda kiko vibaya, au uote ndoto kitanda ni kisafi, kimetandikwa vizuri, na kitanda hicho hakina shida yoyote, kinangojea watu tu wakalale, kitanda inasimamia ndoa. Ukiota ndoto kitanda kimevunjika mguu, jua ndoa yako imeanza kuwa na shida. Ukiota ndoto kitanda chako ni kichafu,
jua ndoa yako imeanza kuwa na nini? Na shida. Rubeni ameingilia ndoa ya baba yake na akalala na mama yake mdogo. Rubeni huyo sasa analaaniwa, anapata nini? Laana. Na tukija katika mtazamo wa roho, baba anasimamia Yesu mwenyewe, na ndoa ambayo ni mke na mume, ambayo ndiyo sisi, mimi na wewe, ambayo ndiyo tunaingia katika hiyo ndoa, tunakuwa sisi ni kanisa. Lakini tunamnajisi mtu fulani hapa, baada ya kulala kwa kitanda cha baba yake Ruben, amemnajisi nani? Mke wa baba yake, na amelala kwa kitanda cha nani? Cha babake. Hivi ndivyo tunavyofanya siku za leo, kwa sababu baada ya sisi kuokoka na kuingia katika wokovu ambayo ni ndoa ya Yesu, badala ya sisi kutunza ndoa yetu, sisi tunanajisi wengine kwa maneno. Uko kwa kusanyiko, lakini unanajisi wenzako kwa maneno, unaharibu wenzako moyo, unawavunja moyo, unawasengenya. Hiyo ndiyo unajisi, usharati wa rohoni. Na hiyo ndiyo inaendelea siku hizi. Tukishaingia kwa ndoa na Yesu, tukirudi kwa hapa kwa kanisa ambayo ndiyo mama, tunanajisi kanisa kwa maneno na masengenyo na vita ambavyo havipo. Lakini leo ninakwambia, leo kama Ruben alinajisi kitanda cha baba yake, mimi na wewe tusinajisi ndoa zetu na Yesu Kristo. Tusimame imara, na hii hatua tunayochukua ya kuonyana na kukemeana itatusaidia. Pigia Yesu makofi. Ndoa yako na Yesu isije ikanajisiwa, na wewe nao usije ukanajisi mwingine, kwa sababu ndoa hii ni ndoa takatifu. Tusiwe kama Rubeni aliyoingia katika ndoa ya babake na kuinajisi. Maandiko yanasema katika Waebrania 13:4, ndoa na iheshimiwe na watu wote. Hivi sasa usifikirie watu tunakuja hapa kanisani ukifikiria tunakuja tu. Tunakuja kama wake za Yesu. Tumeolewa na nani? Na Yesu. Na ninapoongea na mtu alafu anajisike, aondoke kwenye kusanyiko. Ninapoongea na mtu anajisike, akwazike, akae nyumbani, nimeinajisi ndoa ya Yesu. Kuna ndoa ya Yesu hapo, nimeinajisi kwa maneno ya kinywa changu. Kwa hiyo tuangalie ndoa inayotoka juu. Sisi ambao tumekombolewa, ni matamshi gani tunatamka? Tunaishi vipi na wenzetu? Hapa ndipo tutakapopona kwa ndoa ya juu na hata ya hapa duniani. Pigia Yesu makofi. Ningependa kuzungumzia sana jinsi ya kuishi na wake zetu siku ya leo. Na hata tunapoongea yote haya tunayoongea, tunapoongea wamama hivi, wamama vile, lakini kuna jambo moja lazima tulikumbuke, kwamba ni wake zetu na tunahitaji kuwasaidia. Tunahitaji kusimama pamoja nao. Maandiko yanasema wao ni viumbe dhaifu. Sasa inakuhitaji wewe usimame. Mwanamke anapoolewa huwa anajisahau kwa sababu amepata mlinzi atakaye mlinda. Na wewe ndio mlinzi huyo hapa duniani. Na katika ndoa, Waefeso 5:22, mwanamke ni kutii. Ikiwa utaongea na mke wako, hili jambo silitaki, haya mambo siyataki, na unamuona hakutii, wapendwa, kuna shida. Kwa sababu mwanamke ni kufanya nini? Ni kutii. Hiyo tayari shetani ameshavamia wapi? Nyumba yako. Unahitaji kuongeza gea ya maombi,
na sio maombi tu, hata hekima ya kuishi naye, kwa sababu mtu akishakuwa namna ile mambo yake ni magumu. Unaweza mwambia jambo dogo tu mkakwazana zaidi na nyumba ikapasuka. Lakini kama una bahati mke wako unamwambia jambo na anatii, hapishani, shukuru sana mpendwa. Wewe shukuru sana, kwa sababu una kazi kidogo tu ya kufanya. Niposa mimi nasema hivi, tuwasaidie wake zetu. Kama ni kwa usafi, tuwasaidie. Ikiwa kuna kitu fulani unaweza kukifanya kwa nyumba, ukiwa pale, fanya, ili umpe nafasi ya yeye naye kufanya kazi nyingine. Na kuna mambo ambayo ukiyafanya, kama ni mwanamke wa hekima atakwambia hii ni sehemu yangu, usifanye. Sasa hapo ndipo unamjua mwenzako mnaishi namna gani. Lakini ninakwambia hasa, kama una nafasi, saidia mke wako katika usafi wa ile nyumba. Usafi unaanza kwa maneno mazuri ya kuongea na mwenzako. Mnapoketi, usafi wa kwanza ni kuongea. Mkiongea mambo ya kujiendeleza ama mambo ya kufanya jambo la maana, hapo ndipo usafi unaanza kinywani. Ninataka kuwapa jambo moja. Kuna watu hawawezi kutamka jambo zuri kwa mke wake. Saa yote ni kumlalamikia tu. Yaani hakuna siku atatamka jambo zuri. Mamake fulani, chakula chako leo ni kitamu. Hakuna kabisa. Yeye akiingia ni maneno na makelele mpaka atakapolala. Sisi wazee ambao tumekombolewa, tuangalie hili jambo. Je, maneno masafi yanatoka kwako kwenda kwa mke wako? Tuwaheshimu na wao wafanye nini? Watuheshimu. Hapa ndipo tutawajua, na hata kama kuna shida ambayo tunayo hivi sasa kanisani, itakuwa rahisi mke wako kukuelezea, kwa sababu munaelewana. Kwa kuongea kwenu tu munaelewana. Nani uko mlangoni? Wafunga. Kwa kuongea kwenu tu mnapata kuelewana. Kuna mtu hawezi ongea na mke wake dakika 2. Wakiongea, wewe wacha, wewe wamekosana, huyu huku, tayari hiyo ni shida. Inafaa mke wako mbona mnaweza ongea hata muda fulani. Unatia hata story. Nyumba inakuwa na furaha yake. Lakini kama tutakuwa ni kurushiana maneno huku na huku, hata kujua na wewe tutamjua. Pigia Yesu makofi. Hebu nataka nisomewe Methali 2:16 na 17. Nilisoma andiko hili katika Waamuzi, lakini wacha nisome leo kwa Methali 2:16 hadi 17. Ndio. Inasema, ili kuokoka na malaya, naam, malaya mwenye kubembeleza kwa maneno yake, amwachaye rafiki wa ujana wake, na kulisahau agano la Mungu wake. Maandiko yanasema ili kujiokoa na malaya. Sasa huyu malaya anajua kubembeleza. Tukirudi katika mtazamo wa kawaida bila kuongeza kitu hapo, tunasema ya kwamba malaya siku zote anajua kufanya nini? Kubembeleza. Kubembeleza ukatoa pesa zote. Lakini hili andiko linakuonya ili kuokoka na malaya. Naam, malaya mwenye kubembeleza kwa maneno yake. Malaya anajua kubembeleza. Ndiyo, andiko hili tutalichukulia kote kote. Leo ninazungumza na wanaume. Ili wewe uokoke na kahaba,
Usiende pale nje, nimeliweka nombo kwanza. Usiende pale nje ukakutana na kahaba akakutoa kwa imani, ukaanguka kwa dhambi, ili uokoke na hayo. Basi wewe mwanamume ni lazima ujue kubembeleza na ujue kumbembeleza mkeo. Wanawake wanabembelezwa, tusikaze kamba za nafikiri mnanielewa. Wanawake wanafanya nini? Wanabembelezwa. Na ukimbembeleza mkeo utaokoka na malaya. Si sawa? Kwa sababu utapata mtu wa kuongea naye ndani ya nyumba na hutapata time ya kuondoka kwenda kwa malaya. Narudi katika mfunuo wa roho sasa. Ni kwamba ili kuokoka na malaya, malaya ni mtu ambaye ni kahaba, na malaya ni maneno ambayo ni ya kikahaba. Kanisani hapa, ili wewe ujiepushe na maneno madogo madogo, basi kuwa karibu na mkeo. Wewe huo ukiongea na mkeo na utapatikana na maneno yoyote. Kwa sababu maneno ya kikahaba, maneno ya masengenyo na wivu na nini na nini, zitakupata wapi kama wewe na mkeo unajua kubembelezana? Kuna mahali utapatikana na jambo? Je, kuna mahali mkeo atapatikana na nafasi ya kuongea na mama fulani? Kwa sababu wewe uko karibu naye na unamuokoa yeye, wakati wewe pia unajiokoa kwa maneno. Maneno ya kikahaba tunayozungumzia katika ufunuo wa roho na katika wokovu ni maneno ya masengenyo, wivu, ila, vita, migomo. Hii itaisha wakati wewe uko karibu na mkeo na unambembeleza. Ukikaa karibu na mkeo na umbembeleze, hatapata time ya kukaa na mwingine. Wewe pia hutapata time ya kusikiza maneno ambayo hayahusiani na Yesu. Na hiyo itatusaidia sote kwa pamoja. Tutajiepusha na malaya, na pia tutajiepusha na makahaba ambao ni makahaba wa kiroho na malaya wa kiroho. Mtu anakufuata na maneno, unajua hivi, huyo ni malaya, huyo ni kahaba huyo. Je, utajiepusha naye vipi? Kaa karibu na mkeo ili ujiepushe na maneno. Na unapojiepusha wewe, hata yule mkeo pia ataepuka, kwa sababu hatapata muda wa kufuatwa na kuambiwa, mama fulani, unajua kanisani kuko hivi. Mke wangu, twende nyumbani leo, tutakula nini? Mnabembelezana huku kama ndugu yetu mmoja. Saa mbili ndio wako na mke wake. Tena basi njia yao wanapitia hapa katikati ya kanisa. Wanatembea na mkewe. Inapendeza wapendwa, mtu asikudanganye. Tembea na mkewe, inapendeza. Mwache mkeo asikuelewe, ana mambo yake mengine, lakini wewe asikuelewe. Twende basi tukachukue mboga. Tembea hivyo, nenda. Mama pastor siku hizi kama anaenda sokoni, mimi namfikisha mpaka stage. Narudi. Ni upendo, ni sawa? Amina. Na hiyo maneno mengi itaisha, kwa sababu wakati ambapo yuko na mimi karibu, anafikiria mambo yangu mengi kuliko kufikiria mambo ya watu. Wapendwa, tuwe na hekima, tuwalete wake zetu pamoja. Haya ni mambo ambayo Roho anafunua ya kwamba waliotutangulia walipitia hizi shida. Hizi shida zilikuwepo. Paulo anaandika mabarua mengi, waambieni wa Filipi, waambieni wa Korintho, wakae vizuri. Mambo roho ni ile tu. Na ndio hii imetushika leo. Na sio kwamba ni kitu kigeni, kilianza kitambo. Lakini kuishinda ni kuzama katika roho. Leo ninakwambia jambo moja, mpende mkeo. Mbembeleze. Amina. Wanapenda kubembelezwa. Amina. Hata kama amekasirika, mlete tu karibu. Atakwambia kile kinachomsumbua. Si hawaji baada ya Wednesday na waende kwa nyumba zingine. Wewe utaambiwa. Mbembeleze tu. Alafu ukishaambiwa, tafuta njia ya kuleta usawa mahali hapa. Si sawa? Kwa sababu ukishaambiwa wewe ni mzee na unaweza kusimama na msimamo ukaomba, na ukaja hapa ukainua mkono, jamani, kwa nataka kuongea jambo, ukasimama hapa
ukaleta ule ujumbe uliopewa nyumbani kwa hekima, bila hata sisi kujua kwamba umetoka kwako nyumbani, na ikatusaidia na tukabadilika. Wacheni niwaambie, hapa kanisani mimi kama mchungaji huwa sipingi jambo lolote nikiwa nimeliona liko rahisi katika roho. Juzi kumekuja mtu hapa akaniambia, mchungaji, kweli ibada zinaendelea, lakini kuna kitu nataka tufanye. Kamuuliza nini? Unajua kule kwa vijana naona kama kuna uzito fulani. Hao vijana wa 10 to 14 years tuwaweke kando na wale wa 18 na nini. Nikaona ni kweli mafunzo yao ni tofauti. Mtu wa 10 na 14 15 ni tofauti na mtu wa 18, mtu ambaye anataka kuoa. Na tukaona ni kweli inahitaji kubadilishwa. Je, kama huyo mtu hangekuja na hilo wazo, tungeendelea kudidimia tu. Na sasa tunaenda kulitekeleza. Hao vijana wakubwa tutakuwa na muda nao baada ya ibada. Hawatakuwa wanaingia ibada ile ya kule, lakini wataingia hapa. Lakini baada ya ibada kuna mtu atakuwa anaongea na wao. Tumepata suluhu, hatujapata. Kwa sababu tunataka tufanye kitu ambacho kitatusaidia sote. Kwa sababu hata mimi nilikuwa naangalia kuna mafunzo mengine ni mazito kwa hao wengine. Ingawaji wako 13, 14, lakini kuna mafunzo mengine hayawafai. Na kweli tumepata suluhu kwa kuongea. Sasa ikiwa utapata suluhu ya jambo linalotendeka hapa kanisani, utuambie hapa kwa ibada ya wazee. Umetusaidia. Kwa sababu mambo pia ni mengi, mtu hawezi kumbuka mambo yote. Na wewe pia unatumiwa na Roho, usiseme mchungaji anajua. Hilo huwa ni jambo ambalo linavunja moyo. Unaweza kuja na jambo na likawa limekubalika katika Roho, tukalipa njia yake. Usikatae. Kwa hivyo ni mambo ya kusaidiana huduma, tusonge wapi? Tusonge mbele. Ninakwambia leo mfanye mke wako kuwa nani? Rafiki yako. Na sana sana hapa kwa kuongea. Wanachemkaga haraka sana, usikasirike. Unaweza tamka jambo akarusha maneno tayari, rusha maneno, wewe tulia tu. Alafu ujifanye kama umesahau naongea tena. Itakuja kwa njia ya sawa. Mtu asikudanganye kwamba mwanamke abembelezwi, mwanamke ni kupigwa. Uongo. Mwanamke ni kubembelezwa, si sawa? Na wewe ukifanya hivyo utaviona mwenyewe hayo matokeo. Kwa sababu yeye amekuzoea na kivingine, na wewe njoo kivingine. Yohana Mtakatifu 15:12. Anzia hapo. Yohana Mtakatifu 15:12. Watu wako very stingy. Mtu ni mgumu. Anaenda kula sima na fry nzito. Anachukua sukuma au omena. Na Yesu ni mwerevu, Yesu pia ni mjanja. Utashikwa na matapiko hapo, mwage nyama hapo. Niulizwe tumekula omena, wewe mbona watapika tukupa? Yesu ni mwerevu, atakufanya usikie kutapika tu. Mwage vipande vya nyama na watu wamekula omena. Wewe akuhara afadhali itaenda chooni, lakini kutapika tutatapika hapo chini. Twende mtumishi. Yohana Mtakatifu 15 kuanzia 12. Nasema amri yangu ndio hii. Amri yangu ndio hii. Mpendane kama nilivyowapenda ninyi. Hakuna aliye na upendo mwingi kuliko huu wa mtu kuutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Tosha tu. Na anasema ya kwamba amri yake ndiyo hii, ni upendo. Na yeye ametoa uhai wake kwa ajili ya upendo wetu. Yeye ni Bwana wetu, sisi ni kanisa, si ametuoa? Amina. Mbona sisi hatupendani na wake zetu? Kama Yesu ni Bwana wetu na anasema amri yangu ni upendo, mpendane kama nilivyowapenda ninyi. Na hakuna upendo unaozidi huu wa mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki yake. Sasa huo ni upendo, kwamba wewe ni mke wa yeye na wewe iwe kile anachokula ndio wewe utakula. Na wacheni niwaambie, hawa wake zetu wanatukwaza, lakini siku moja usiingiwe na roho ya kwamba amenikwaza simpi pesa.
usifanye hiyo. Hata mkakosana vipi, mpatie haki yake. Sawa? Hata mkakosana vipi, usigome kumpa mke wako pesa. Mpatie pesa atumie jinsi anavyotaka. Lakini usiseme jana alinikwaza, leo utakiona napiga kideri mimi afu nipige maji, nikifika pale nione watakula nini. Hiyo sio hekima. Huko sio kukua katika roho. Wewe shughulikia nyumba yako, hata kama kuna matatizo. Pigia Yesu makofi. Hili jambo nataka muliweke in practice, wazee wenzangu. Kutembea na mkeo. Mwanamke anapenda kujivunia mumewe. Mumetoka tu mmeenda kama hatua kadhaa, mmenunua tomato, amenunua vitu pale. Kwanza kama una pesa unampa anunue kile anataka. Ananunua, wewe umesimama tu pale kando. Ananunua, unabeba, unakuja tu kukitia story mpaka nyumbani. Nakwambia hiyo inapumzisha sana akili ya mwanamke, inamweka huru sana. Hata kama huwa anakukosea, akiketi atafikiria huyu ni mtu huyu. Tembea naye, usione haya kutembea na mke wako. Tembea naye tu. Twende hapa mamake fulani, twende hapa. Basi. Kwa sababu mwanamke huwa anapenda kujivunia nani? Mume wake. Kuna watu hawavifanyi hivi. Unakuta mwanamke anakosa vitu fulani kwa mume wake. Mume akija ni usiku kulala, siku labda wako pamoja, hata kutembea hawatembei, inakuwa shida. Mtu anaona haya kutembea na mke wake. Anaona nini? Haya. Hivyo wanawake wetu wanavyopenda mambo madogo madogo tu, na mwishowe unakuta nyumba yako inakuwa sawa. Na nina imani haya matatizo ambayo shetani ametuvamia nayo saa hii itaisha kwa kuwapenda. Siku moja nikawaambia ya kwamba wakati unapomtenga mtu sio kwamba unamrekebisha. Mtu anapotengwa ndio anakuwa mbaya zaidi. Lakini unapomleta mtu karibu nawe, basi mambo inakuwa sawa, na hiyo nyumba itakuwa sawa kwa jina la Yesu. Pigia Yesu. Ningependa kuacha nafasi wazi ili tuende nyumbani mapema na tutengeze pia mambo mengine sehemu zile. Kuna mtu ambaye ana jambo labda kwa hayo ambayo tumeongea, ili tuone kwamba tutasaidiana vipi. Nimezungumza mambo ambayo ni nyeti. Wazee tuchangie kidogo. Unajua mhubiri alikuwa shahubiri, mimi si mhubiri. Sasa kuna jambo ambalo nimeongea, unataka kuchangia kama mzee wa nyumba hii, karibu sana. Karibu mzee Tuti. Msifu Yesu. Amen. Mimi nashukuru Yesu kwa yale yote ambayo umeongea, especially hiyo ya kutembea na mke wako. Nimejipitisha. Ingawaje mimi ni mzee. Lakini nilipoenda nyumbani, kumwacha mke wangu kule, kuna mambo yalimkwaza na watu wa kule, lakini nilipoenda kawa natembea na yeye, niaje huko. Mnatembea tu, mnaingia town hapo. Nienda soko ile Luanda. Na yeye. Sasa mimi bwana natembea, manake akisema tuende si tunaenda. Yes, ndio. Sasa akifika mahali anasimama anataka hii kitu, si niko na pesa. Kwa sasa katika maongezi narudi namuuliza, sasa wewe, mimi nimetoka na shilingi 1000 imeisha. Sasa unaona raha hii pesa yangu? Sababu umenunua tu vitu vingine mimi sioni vina maana kwake. Akasema wewe hujui. Ninapotembea na wewe kuna vile huwa unasikia sasa. Yawaja ameniumiza mfuko, lakini
kwake sasa roho yake Statement yako ina malalamiko hiyo. nilikuwa nafuatizia vile ulikuwa unafundisha na nikaona jambo hilo kwa kweli linastahili. Ndio. Na kwa vile nilikuwa nina pesa sikuona 1000 nikifu. Leo imeenda, kesho pia tutaenda. Ndio. Lakini mfuko ndio unaumia. Mambo hayo lakini kwa kweli huwa wanaona raha sana. So aliniambia yale alikuwa anatatiza kuvuka kabisa na tukawa na amani. Ndio. Kipindi nilikuwa huko na nikamshauri na hala alikuwa amekwazwa tukarekebisha na amani ikarudi. Ndio. Hiyo kwa kweli inapendeza. Ndio. Lakini si mkono mtupu, maana wanawake ni kama watoto. Anafika mahali anakatalia peremende ya mtu. Ama anachukua anaweka kwa mdomo na yule mwenye kuuza kwa vile imepakwa mate lazima lipa. So inapendeza na Yesu anatubariki. Amina. Na kuhusu kuna jambo naongea ama unarudia kuongea. Sasa kuna hili jambo la kuwa maybe wamama wakienda mahali fulani wanaenda wengi. Na ikifika ni kwa mwingine wanapungua. Kama vile umesema Likoni walikuwa wengi. Lakini Bamburi kwa Ari kwa wachache. So mambo hayo niliuliza mke wangu shida ni nini? Akaniambia wajua wamama huwa wanaangalia mambo madogo sana. Akaniambia yule mke wa Ari kuna kipindi alikuwa haonekani. Na kulikuwa na conflict baina ya hii huduma na ile huduma zingine. Sasa maybe walikuwa nadhani pengine ameenda mwingine si mmoja wa kwa ile kipindi ambaye alikuwa haonekani. Wakati wazo lilitokea kwamba watu waende wake, kidogo kulikuwa na uzito because hawamuoni na hawajui kwamba ni wa huku ama ni wa wengine. Nafikiri unaelewa hiyo. Yaani ninaelewa hiyo hali vile. So ile ilikuwa inatatiza because wao huwa wanataka yani mambo yao wafanye kwa pamoja, yani wawe wanaonana ndio waamini kwamba tuko pamoja. Lakini mmoja akiwa kama kidogo hawamuoni kidogo kunaingia ule uzito ya kwamba hata ukisema watu waende kule na hawajapata ushauri wa kutosha ama yani watosheke na huo ushauri kidogo unakuwa kugumu. Hivi ndivyo. Asante sana. Pigia Yesu makofi. Mama na pesa zinatumika, ndugu Ratemo nitakuachia. Nimekuona na mama. Sasa wacha mimi nijibie mwisho. Alafu wewe nao utanieleza jinsi mfuko wao unakuwa. Sawa. Mtumishi hapo point iko sawa. Na hiyo ilienda hivyo na kuna nyingine hapa Kisimani ambayo pia vile umeeleza inaeleweka kwa sababu hata huyo wa Kisimani alikuwa bado ni mgeni. Kwa hivyo kama ni mambo na ugeni na hawajazoeana inaweza kueleweka kwa sababu huyo mama ambaye pia watu walienda kwake Kisimani wachache pia naye ni mgeni na hajakuwa social vile na watu. Kwa hivyo pointi yako inaweza kueleweka hapo ya kwamba bado hawajakuwa na kikao naye vizuri, inaeleweka. Kuna ile walienda Kisimani wakati sisi tulikuwa tuko pia walikuwa ni wachache. Lakini kulingana na pointi yako vile ambavyo wamama wana mambo madogo madogo, huenda huyu mama mgeni hajakuwa social pamoja nao. Ndio maana watu wakaenda kidogo. Lakini pia kuna pointi hapo ambayo pia tuiangalie kidogo ni kwamba ibada za Wednesday hawaji lakini ukiwa na nje wanaenda. Hii nayo tuichukulie vipi kwa sababu mimi nimekuwa hapa Wednesday elekea mwaka mzima huwa niko hapa. Sasa hapo napo pia pana question mark kwa sababu kama ni ibada ya Wednesday inakuwa ni wachache. Ambapo tungependa kama ni Wednesday moja mbili imetokea ni jambo la kawaida. Lakini imekuwa sasa ni normal
na kuna figa fulani hazionekani, lakini ikiwa ni nje zinaonekana. Sasa hapo pia ndio tuna swali, lakini hivi tunapozidi kuongea ndio tunazidi kupata suluhu, si sawa? Wacha tuangalie nani huyo. Sifunge mlango. Kuna mtoto huwa anatufungia. Fungua tu. Kuna mtu huwa anafunga na nje. Alikuwa ameanza kufunga nafikiri. Sasa hiyo nayo tutaiangalia kulingana na vile mwendo ambao tumeanza sasa. Tuone kwa hiyo mwendo ambayo tumeanza sasa tutaenda vipi. Ni sawa? Hiyo pia tutarudi kwa wao vile tuwaulize. Hiyo sikuuliza lakini niliuliza hiyo. Sasa pia wacha, kuna vitu vinaenda vikitengezeka tayari. Kuna mambo inaenda ikitengezeka. Shetani ni lazima akemewe tu. Na msione kwamba wakati ninapokemea ninafanya makosa. Ni jukumu langu kwa Timotheo wa pili 4 ukianza 1. Ninaruhusiwa kukemea, ninaruhusiwa kukaribia, ninaruhusiwa pia kuonya, lakini kwa upendo. Na upendo ndio italeta faida, lakini ukikaribia vibaya utaharibu mama. Lakini sasa kuna wale wa mama ambao naturally hawataki kuambiwa. Ukimwambia anafura, anagoma, anakataa kila kitu. Lakini sisi akifanya hivyo huwa tunamuombea, na kweli baadaye anainuka na tunasonga tu. Na hivyo ndivyo nikasema kwamba tukubali kukemewa, tukubali kukaribiwa na tutatembea vizuri. Ndugu yangu, mfuko wako huwa unasemaje? Hebu kidogo mzee, tumemaliza. Tumemaliza kwa hayo maelezo ya mwisho. Ningependa kusema hivi na hiyo kwa wazee ya kwamba wake zetu ni wazuri sana. Kitu ambao wanakosa ni mashauri. Ndio. Ukikaa na mke wako na mkiwa in good term na yeye unaweza kuelewa mambo mengi sana, ama akifunguka roho anaweza kusema yale mambo ambayo yanatatiza. Na Mungu akikusaidia ama Yesu akikusaidia unaweza ukamshauri mahali ambao unaona pengine ameteleza, ukamshauri na ukamrekebisha, ukamleta katika njia ambayo inastahili. So nafikiri hapo kwa sababu sisi wote ni wanafunzi, wanafunzi hata tunajifundisha, we learn from mistakes. So even though mistakes zimetokea, lakini as for now tunaanza kurealize kuna mistake. So tukikaa nao, maana wangu nimeanza kumuuliza kuhusu, maana mara nyingi huwa tuongee huduma, tunaweza ongea mambo mengine. Lakini vile mambo ilivyokuwa ikiendelea, ukisikia vile unaongea wamama nini, wakati ulikuwa unasema masengenyo niliona ni obvious, masengenyo huwa kwa mama hivi. Lakini nilipoanza kuingia deep, kabidi nianze kutafuta shida iko wapi. Okay, kuna vile wanapenda kubembelezwa ama kupelekwa. Unapoongea naye ukiwa atakuelezea mahali amekwazwa, mahali ambapo anaona si sawa. Alafu katika hiyo hali mnashauriana na kuna mshauri, unakuwa mshauri wake kuhusu kazi ya rafiki. Unamfanya kuwa rafiki. Na unapomfanya kuwa rafiki hakuna kitu ataficha. Atakuelezea hata kama kuna mahali aliona ya kwamba pengine na mtu alikwaza, atakuelezea, na katika hiyo hali wewe pia utapata njia ya kumshauriana na yeye. Asante mzee Tuti. Nitakupa nafasi, wacha nimalize na huyu. Na ningependa tusaidiane kwa sababu wanaoongea ni wazee ambao ni wana hekima zao. Si sawa? Tuchukue angalau kidogo. Mzee Tuti ameshauri tuongee nao na pia tuwashauri wake zetu. Kabla sijampa huyu nafasi, napenda kusema jambo kidogo tu. Kuna wakati ilifikia si kitambo nikaona kwamba kuna wamama fulani ambao wameumbika tabia fulani na ingeleta shida pia kwa wenzao, na ni wamama ambao wengine bado ni wachanga. Na kwa hali hiyo nikatumana kiongozi wa wamama na mke wangu mama pasta, nikatumana
ili apate kuongea nao, wapate kuelewa ni nini kinaendelea. Na ni kama mara 3 hivi kwa mama watatu hivi. Wengine walikuwa na yale matamshi ya kurusharusha. Na yale matamshi ya kurusharusha, unajua akirusha leo, mwingine naye ataona ni jambo la kawaida, kesho atarusha. Sasa nikatuma mke wangu na viongozi wa mama. Nafikiri ni mara 3 au mara 4 nimetumana. Na kusema kweli, jambo ambalo tumepata, ripoti ambayo tumepata nilipowatuma hao washauri. Na ni kwa sababu gani niliwatuma hao washauri? Nilituma watu ambao wanaweza kuweka maneno ndani yao. Unajua kuna mambo mengine unaweza kuwa na mkutano, huo mkutano ukawa na uzito fulani ambapo maneno yatakayoongewa pale yanahitaji wenye hekima. Yaani unayasikia na yanaishia pale. Na sasa saa nyingine huwa inakuwa yanaongewa alafu tena unayasikia mahali ambapo inaleta hatari. Sasa nilitoa mambo mengi kwa watu fulani na nikaweka hayo mambo kwa mke wangu na watu fulani, kwa sababu nilionyeshwa katika roho hawa wakipeana ushauri inaweza isiwe na repercussion, ikaleta shida. Kwa sababu katika kuonyana, katika kuongea, yote tunaongea lakini mwisho tutaishia kwa upendo, maana sisi ni kitu kimoja. Sasa nilipotumana karibu mara 4, kuna baadhi ya wamama ambao hawakuyachukulia yale mambo vizuri, na baadaye wakaumbika hasira na kukasirika, na hata wengine kuchange sura zao na kutokuwa na mood nzuri kanisani. Sasa nikaona kwamba hii pia nayo ujaribu kuongea na hao mama. Pia unaweza ongea, kila mtu anaweza ongea tu na mke wake, kwa sababu haijulikani ni nani niliongea nao na sitasema ni kina nani, si sawa? Lakini unaweza tu kuongea nao wakati wameonywa, labda na kiongozi wa mama ama na mke wangu. Watu ambao nimewatuma wajaribu kufikiria sana kuliko kugoma na kufura na kususia mambo fulani, ambapo sasa hiyo inatoa kwamba ni kama wameulizwa kivibaya, yani kama wameudhiwa. Lakini nilipowatuma nilikuwa nimetumana tu kwa upendo, ili kitakachotoka pale kiwe ni cha kusaidia. Sasa nimeona huo uzito, kuna baadhi ya wamama wameanza kukasirika na hata hawaongei na hawa viongozi vizuri, yaani ni kama walikwazwa na hilo jambo. Na sikuona kwamba ni baya, kwa sababu nasi tungenyamaza angeendelea hivyo na ingekuwa ni mbegu, kwa sababu mgeni akiona namna hiyo si anaendelea, kwa jambo la kawaida. Sasa hiyo pia mnisaidie, kwa sababu kuna wamama sasa hivi wamefura na wamekasirika kwa sababu ya hilo jambo, na sioni kwamba ni zuri, kwa sababu kuonyana ni jambo la kawaida, ni jambo ambalo linatusaidia. Kwa hivyo kuna hiyo hali pia, lakini ni kuomba tu na yote itakuwa sawa. Ndugu yangu karibu, alafu tupatie huyu mfuko wako huo, unasemaje? Yes. Amina. Mimi kwanza kabisa nashukuru Yesu. Ule mke wangu mimi alipokuja hapa, kitu cha kwanza nilimwambia pale ndani, sisi hakuna mtu alikuleta pale ndani, mimi mwenyewe ndio nikuintroduce pale ndani. Sasa wewe ukija pale ndani, sikiza yale mahubiri yako pale, ukitoka hapo naenda nyumbani. Maneno hiyo nilimkanya kabla, kwa sababu kipindi kile hata kuna wakati kabla ile nyingine, kuna wakati alikuwa kuna ule mama alikuwa hapo, ule mama dadake kuna wakati alikuwa na jaribu kumfuata maneno. Sasa ndio pale nikamuelezea, tukawa basi, nikaona vile nilivyomuelezea kawa anatembea vizuri. Ndio naona hata hawezi kuniacha kabla, kama tuko hapa ibada hawezi kuenda kabla sijatoka. Msifu Yesu. Amen. Nami nikazidi kuomba sana, na ninaona Yesu anazidi tena. Na kulingana vile umeelezea, huwa mara nyingi sisi tunapiga story sana. Vizuri kabisa, yeye inapendeza. Hatujaipiga, yaani sijawahi kumuuliza kuhusu hapa ndani. Sasa vile umeongea ndio nitaenda nimkarishe vizuri. Nianze kuongea na yeye kwa hekima, lakini kwa hekima sio direct. Sio direct, kwenda kugonga nyumba, naenda kuongea na yeye. Unajua vile nitaongea na yeye.
alafu kama kuna shida wote ataniambia, lakini na imani kama kungekuwa na shida angekuwa ashaniambia. Amina. Na upande wa mfuko mimi huwa yeye mwenyewe anajua. Kitu cha kwanza mimi nikipata pesa kuna pesa huwa naweka pale, namwambia hii ya kulikia mambo madogo hapa, nikija jioni na mali tunaenda tunakunywa supu pale. Wewe na yeye. Sasa Sikia hiyo. Bwana tunamwambia hiyo. Pendeza hiyo Mara nyingi mimi shopping ndio nafanya. Yeye ni kunipa tu ile breakdown. Mimi napitia sokoni pale. Napiga vitu kama za wiki moja. Alafu nakuja na naona tunasonga. Amina. Pigia Yesu makofi. Kila mtu ana vile anaishi na mke wake. Hatuwezi kuongea kwamba hii iko hivi. Kila mtu anajua mtu wake na hatuwezi kuwa sawa. Kwa hivyo yake ni hivyo, na nashukuru kwa hiyo, barikiwa sana. Karibu ndugu yangu Karisa. Amina. Mimi nami nashukuru Yesu kwa nafasi hii. Ningependa kuongezea hapa kwa attendance ya shirika wa nyumba kwa nyumba. Tuingie katika roho, turudi katika roho. Wajua katika huu mwili tunaoishi, matendo yetu yanadhihirika kwa kupitia huko roho. Tunashuhudia, yaani tukiangalia mtu hivi, kama mimi mtu wa roho, ninashuhudiwa tayari yale mambo ambayo yako ndani ya mtu, mimi nitashuhudia. Sasa nikiwa mimi mafuta yangu yako chini, kuna rejection automatic itaingia kwa katika roho. Hata kama huku mwilini nitajitahidi kwenda, lakini roho tayari mimi nimeenda kombo. Sasa sana wamama wetu mafuta yao huwa yako chini, ni wepesi sana wa kukiumu. Msifie. Mweza shangaa kwa nini watu attendance huku inapungua, huku haipungui. Ni kwa sababu ya ile hali katika roho. Naweza kukuchukia katika roho, nikawa nikiambiwa ile experience, kwa sababu sisi mtumishi wa Kongoro naenda kanisani, lakini ile roho haiko, imetoka kitambo, lakini bado tuko naye yule mtu. Na sasa kama wazee, kama mke wangu 24/7 mafuta ya mzee lazima yawe juu ya mke, lakini tuna overkamiwa nguvu na wake zetu katika roho, kwa sababu wazee wamejisahau kama wao ni vichwa. Na neno liko wazi linasema kwamba hawatakuwa wawili bali watakuwa kitu kimoja. Sasa inaweza kuwa ni kitu kimoja, lakini ni roho ya shetani iko ndani ya hao watu. Mimi nikisimama hapa katika roho siendi tayari. Inaweza kuwa nimeenda, lakini hata roho yangu haiko kule. Na inaweza kuwa katika mwili mmoja, lakini roho ikawa roho ni ya Kristo. Sasa tunacheza na mafuta. Tukiwa katika kusanyiko hili tunacheza na mafuta. Aidha mafuta ya mke yanaweza yakakuja yakakuwakamu wewe mwanamume, ama mafuta yangu mimi ya mwanamume yakamwakamu mke wangu. Sasa tabia zangu mimi, kwa sababu ni mtu wa upendo, mke wangu nitamwambukiza upendo, nitamwambukiza ucheshi, nitamwambukiza tabia njema. Sasa it depend mafuta yangu yako vipi. Lakini sana mafuta ya wake zetu huwa yako chini katika roho, na yako rahisi sana kupotea. Sasa ni sisi wazee tujitambue roho tulio nayo. Je, inaweza kumwakamu roho ya mke wangu ikawa sawa sawa na yangu? Ndio hapo sasa attendance. Hata unaenda kwa mfano kwangu ni mbali, si ndio, ni Mazera, lakini ushirika wangu Romarigo akaenda, lakini wazee wote wakawa kule katika roho. Yaani wanatamani hilo uwezo tu, hawana. Tumsifu Yesu. Amina. Lakini inaweza kuwa ni hapa karibu Kisimani, lakini kwa sababu mimi nikiwa hapa mafuta yangu huwa yamechanganywa na yale ya mwenzangu. Sasa yamekuwa ni mafuta ya kipepo. Wale walio katika roho wakiniangalia, sasa yaani kuna ile hali naudhika automatic. Sasa wazee, mafuta yetu yawe juu, tuwe tunaweza overcome mafuta ya wake zetu, kwa sababu nimesema kwamba wake zetu yao yako rahisi kuisha. Na sasa kama yako wewe yako juu, unaweza kumwambukiza tabia njema. Lakini tunaona wengi hiyo attendance inapungua, ni kwa sababu
watu wanaangalia tabia ya macho, na katika roho mtu amemchukia tayari. Ni kwa sababu yule mzee ameambukizwa ile roho ya yule mama, aidha ni nzuri ama aidha ni mbaya. Shida tuongeze maombi wazee, tuweze zile roho za wake zetu zifanane na zetu, kwa sababu mwanamume hata kwa maombi yake yakiwa juu atamwambukiza. Na hiyo nimeifuatilia katika roho, imefanya kazi. Naweza kuwa hiyo atenda si kwenda mimi, lakini roho yangu ikasema iko kwa Marigo leo. Yaani mimi niko kule kazini kwa sababu sina fare ya kufika kwa Marigo, lakini mimi niko kule. Na ukapata wale walioenda wameenda kupata ibada nyingine safi kabisa. Mpaka tulikuwa wawili, lakini tumeenda tuko kama tulienda kanisa zima. Tuzidi kukaza maombi wazee, tujue mafuta yetu je yanaweza kuovercome wake zetu. Mbarikiwe. Amina. Pikia Yesu. Haya, wacha twende na wewe Jehaz. Nafikiri kama kuna mwingine mmoja basi wawili watatu. Haya, keti in brief kwa sababu pia kesho tuna Tumsifu Yesu Kristo. Kwanza nashukuru kwa mchungaji kwa kazi njema kupatia wazee, na si eti kuwapatia hilo, huo ni jukumu la wazee, lakini tulikuwa tumelala sehemu fulani. Tumsifu Yesu Kristo. Mimi naomba tu kuwa wakati unapokaa na mke wako, kwenda kukaa na mke wako, kwanza kitu ya kwanza angalia mazingira. Mazingira ni muhimu. Kuna mambo mengine nyeti usiongee na mke wako mbele ya watoto. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hivyo nikisema mazingira unaangalia kulingana pia na wajua hao wake zetu pia wanaendaga na moods. Shanipata. Wasa waweza pata kweli una jambo zuri, lakini katika ile moods ambayo yuko ukalianzisha, basi mkakwazana tena. Ukaona hata ile ambao mtumishi alilonituma basi ndio limeharibu ndoa yangu. Ukawa ndani ya roho na ugua ukilia na mchungaji. Tumsifu Yesu Kristo. Na pia mbali na hiyo, nastahili wakati umeshaona mazingira yako bora, muelimishe mke wako ajue umuhimu wa ibada ya Wednesday. Unajua wake wetu wengi hawajajua ile ibada ya Wednesday umuhimu wake. Kama hii ibada ya Saturday. Sisi tunakuja kwa sababu wengi wetu ambao tunaokuja tunajua umuhimu wake. Wengi wetu wajua, wengine mwanzo tulikuja tukaelimishana, lakini wengi wao mwanzo walikuwa wanachukuliana tunakuja tu kuongelea mambo ya ndoa, lakini tunakuja kusemezana zaidi. Si mambo tu ya ndoa zaidi, lakini mambo mengi, hata mambo ya kusanyiko. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hivyo wakati unapokaa na mke wako, ukishaangalia mazingira, ukishajua mazingira yako vipi na signal zako zimekuruhusu, basi wacha roho akupe hekima ya kuongea naye, kwa sababu kila mtu anamjua mke wake vizuri. Tumsifu Yesu Kristo. Mbali na hiyo pia usisahau kumkumbusha mke wako wakati mtumishi amesimama pale, ama mama kiongozi ama kiongozi yote anaonya jambo, akumbuke katika Waibrania 10:25 inasema tusiwache kukusanyika tena kwa kuonyana. Kwa hivyo lazima tuonyane, na hiyo ndio kazi ya viongozi. Sasa hao wakiwa watafanya mgomo baridi, watakasirika, watafanya nini? Hao ndio wenye kupoteza, si yule kiongozi, kwa sababu kiongozi anamaliza kazi yake na atalipwa kwalo. Mbarikiwe. Amina. Hapo kwa kukumbusha mke wako mambo ya ibada ya Wednesday. Maana ibada ya Wednesday ibada ya Wednesday ni zaidi ya mafunzo yale wanafikiria. Kwa sababu wamama wanaokuja hapa Wednesday, sikudanganyi, wana mabadiliko fulani na hata kuna heshima fulani wako nayo. Kwa sababu tunawafundisha hata jinsi ya kuheshimu waume zao, jinsi ya kulea watoto, mambo mengi tu, usafi kwa nyumba, vitu vingi. Lakini mtu haji, ndio unakuta nyumbani sasa kunakuwa na shida. Kwa sababu hata huku kuongea, huwa ninawakanya sana wakati wanapoongea na waume zao, wawe na heshima. Sasa kama mke wako haji, atajuaje kwamba anapaswa kuongea na mume wake vipi? Mtakuta kwa nyumba mnatupiana maneno tu. Kwa hivyo jaribu kumtia moyo, mwambie afike ili tupate kwenda pamoja. Na anapokuja awe tu ameshuka na kunyenyekea na kutii, lakini kama anajua zaidi yetu atatutatiza. Kwa sababu kuna yule anakuja ikiwa na msingi yake na msimamo. Hii lazima iwe hivi. Hii lazima kila mtu ni lazima ashuke wakati wa mafundisho apate kitu. Kidogo mtumishi nimalize na huyu, wewe utamalizia, sawa? Wazee wa Yesu, Yesu Kristo. Amina.
Mimi ningependa kurusha bomu yani. Nikisema bomu ni nyinyi wazee wenyewe mjipa. Maana kuhusu hili swala la mtu na mkewe na kuhusu hili swala eti mke wewe unakaa na mwanamke haji ibada za Wednesday, mwanamke haendi mahali fulani, alafu wewe mume unalala naye, unakosa kujua mambo kama hayo ni kwa nini mkeo hajaenda. Mfano mzuri, wewe unakaa na mwanamke kwa nyumba. Unajua kila siku Wednesday ni ibada ya wamama. Alafu mkeo haji na wala humuulizi na wala ushughuliki. Hili kosa mimi tutasema liko kwa wamama, lakini sana sana liko kwa sisi wazee. Maana sisi wazee kama mkeo atakosa kuja katika ibada, umkalishe chini umuhoji, basi mzee yule mwanamke atabadilika. Hata asipobadilika, tungelikuwa tumepata suluhu. Angalau venye mchungaji amesema, kama shida kama hii venye imetokea Migomo, at least tungekuwa na wazee kama 5 hivi wameinua mikono, wakasema bwana ni kwa sababu ya hii na hii na hii. Basi inamaanisha hata huko katika hizo nyumba hakuna maelewano mazuri. Kuna siri mwanamke amemficha mumewe. Maana kama mwanamke anaweza kafatwa na viongozi wa wamama kule kwa ajili ya suluhu ya hili jambo, alafu pengine aenda ongea vibaya, yule mumewe pengine akona mwanawe mimi sijui, lakini pengine mumewe akose hata kujua hilo jambo na kuja kwa mchungaji kuja kumwambia nasikia mlikuja kule lakini mke wangu aliwajibu vibaya. Basi inaonekana hapa kuna shida. Yule mwanamke alipofuatwa kule hakueleza hata kumueleza mumewe kwamba wamama fulani wamekuja hapa wakanijibu tukajibisha. Maana mimi najua kiini cha chanzo kinaanza ndani ya nyumba. Familia yako, penda mke wako, penda watoto wako, kuwa baba wa busara. Pigia Yesu makofi. Najui kuna point tu hapo nataka nikukumbushe kwa sababu ni kama hukuipata hiyo point vizuri, lakini ni mahali padogo. Hao mama tulioongea nao hawakuenda kwao, waliitwa tu hapa kanisani. Hakuna ambaye tumeenda kwake nyumbani. Huwa ni baada ya ibada tunaongea nao tu hapa. Kwa hivyo ile distance ya kwenda nyumbani hatujafikia kufanya hivi, lakini huwa ni hapa. Kwa hivyo hapo tu ndio kidogo naweza kurekebisha kidogo. Kuna mwingine tulia kidogo wewe. Nafikiri tuko sawa. Amen. Huyo ni kiongozi, nataka nimkaribishe kabisa ndio nikienda kuketi. Si sawa? Kabla hajaja, karibu ndugu yetu Marigo. Wewe ndio kwanza, yeye atamaliza. Kuna mpangilio tofauti. Inaeleweka kama wameongea, si inaeleweka tu. Hatuwezi kuvunja mpangilio wao. Mbarikiwe sana wazee. Yes, you